Itukuzwe damu ya Kristo! Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza, karibuni katika tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa kwanza 2026, usemao: ni jambo zuri kama nini kuwa tumeungana kiroho hapa duniani na hatimaye kufikia muungano wa milele na usiogawanyika mbinguni. Ni jambo zuri kama nini kuwa tumeungana kiroho hapa duniani na hatimaye kufikia muungano wa milele na usiogawanyika mbinguni. Ujumbe huu unatualika kutafakari kwa kina juu ya maana ya muungano wa kiroho, thamani yake katika maisha yetu ya kila siku, maisha yetu ya sasa, na tumaini ya muungano wa milele unaotusubiri mbinguni. Muungano wa kiroho si jambo la hiari tu, bali ni wito wa kila Mkristo. Tunapobatizwa tunaunganishwa na Kristo pamoja na ndugu zetu wote katika imani. Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 5 anasema: sisi tu mwili mmoja katika Kristo, na kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Hapa duniani muunganiko huu unaishi kupitia sala, sakramenti, upendo wa kindugu na ushirikiano katika mizigo wa maisha yetu. Mtakatifu Gaspari aliona wazi kuwa kanisa linaishi ukweli pale ambapo waamini wanaungana kiroho, si kwa maneno tu, bali kwa matendo. Hakuna muungano wa kweli wa kiroho bila sala. Sala hutufanya tuelekezee macho yetu kwa Mungu mmoja, na hivyo mioyo yetu inaanza kupiga kwa mapigo mamoja. Kwa namna ya pekee, Mtakatifu Gaspari anatufundisha kwamba jumuiya inayosali hujengwa juu ya msingi imara. Pale tunaposali pamoja, tunajifunza kusikiliza sauti ya Mungu na pia sauti ya ndugu zetu. Ndugu wapendwa, Mtakatifu Gaspari anatualika kutambua uzuri wa muungano wa kiroho tulionao sasa, na tusiuone kama jambo la kawaida. Tuulinde, tuutunze na tuishi kwa pendo la kweli. Itukuzwe damu ya Kristo! Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Alex Rumala wa shirika la damu azizi ya Yesu toka nyumba ya Mwenye Heri Yohane Melini, Mioji, Dodoma.